Wallahi kuna matajiri ambao kwamba kila mwaka wanatoa fedha zao, wanawawezesha watu ambao hawana uwezo wa kwenda kuhiji, wanatoa fedha zao watafutwe wale wanyonge wasiojiweza kwa ajili ya kuwezeshwa kwa ajili ya kwenda kuhiji. Lakini kuna watu ambao wanapewa hizi nafasi, wanapopewa hizi nafasi huwa wanaziuza kwa wale watu wengine wanaotaka kwenda kuhiji. Leo tajiri mmoja mathalan anatoa nafasi za watu 10, anakwambia Sheikh, tena mashekhe basi, anakwambia Sheikh, nina nafasi za watu 10, nahitaji mwaka huu ndio wakaitekeleze ibada ya hija. Anamwambia sawa Sheikh, wallahi umefanya jambo la maana, umefanya kheri katika maisha yako, zile thawabu zao zile Allah jalla fi ula kulipa malipo, na wale hawapunguzi chochote sehemu ya malipo ya ibada ya hija. Wallahi umefanya jambo la maana. Yule bwana anapewa tiketi za watu wangapi? 10. Anaanza kutafuta watu ambao kwamba hawastahiki kupewa zile tiketi. Mtu anakuja kwa mtu ambaye anajiweza, Sheikh, bwana nina nafasi 10, watu wanatakiwa wende wakahiji. Ni mtu huyu ambaye amejitolea, lakini si unajua mkono mtupu haurambwi. Kama unahitaji upate hii golden chance kwenda kuhiji kwa mwaka huu, nafikiri hata 300,000 inafika kwa sasa, 300,000. Sasa mtu anakuambia bwana, mimi nahitaji 100,000 nikupe Sheikh wende ukahiji. Jamaa anachelewa hapo? Hachelewi, anasema no time to waste. Moja kwa moja bwana, shika 100,000. Sasa hebu niambie, kwa watu 10 kapata pesa ngapi? Sasa mtu wa aina hii ni yule mtu ambaye kwamba kwanza ana hasad, pili ana ubinafsi, tatu ana chuki na watu wengine. Na wakati unatakiwa uwatakie kheri ndugu zako, umepewa zile nafasi, ukaona fulanun wa fulanun yastahiqu an yahuja fi hadha al-aam, anaweza kwenda kuhiji kwenye mwaka huu, wacha kumpeleka kona na kulia na kushoto bwana. Mwambie bwana, jitayarishe mwaka huu inshallah na wewe uko kwenye ibada ya hija. Ndio tuarudi pale pale. Ikiwa mathalan Allah amekupa uwezo kumsimamia mwenzako kwa lengo la kwenda kuhiji, unatakiwa umsimamie.